Mimi huwa nasema kwamba lazima tumakinike kama Waafrika iwapo tunataka mageuzi kamili. Hebu jiuliza ya kwamba Mwafrika yuko tayari kusulubisha Mwafrika mwenzake kwa sababu mzungu. Ani Mwafrika yuko tayari kuua Mwafrika mwenzake kwa sababu mzungu amemwamuru kuua Mwafrika mwenzake kwa sababu maslahi na matakwa ya mzungu. Kwa nini niseme haya ndugu yangu wa Kenya? Ya kwamba kuna mambo ambayo yananizunisha mimi kama Mwafrika wakati mzungu anakubali kudanganya Mwafrika mwenzake, kugandamiza haki ya Mwafrika mwenzake. Ndugu yangu, kuna kisa kimoja ambayo inafanyika kule Dar es Salaam, Tanzania, kwa ajili mambo ya kupiga marufuku mambo ya Tanzania Airline kwa sababu matakwa ya wazungu. Ndugu zangu, hatuendi mbali kama Afrika. Tunasunguka kama zile nchi ambayo bado wako chini ya utawala ya wazungu. Hebu angalia scenario la ujinga kama hii. Wakati tunadai ya kwamba tuko na muungano ya Afrika AU, kisha AU ndio wanagandamiza haki na matakwa ya Afrika wenzao, kisha wanafanya matakwa na maslahi ya wazungu kwa ajili ya kuabudu wazungu. Ndugu yangu, hebu angalia ujinga kama hii ya kwamba AU wanatumika na commissioner ya European kukataa ndege ya wa Tanzania katika kwenye angatua ya AU kwa sababu mambo ya ujinga ya wazungu. Ndugu yangu Mkenya, ndugu yangu Mwafrika, tuko na shida kubwa kwa sababu unasema AU ni muungano ya wakora. AU ni muungano ya kusulubisha Mwafrika wenzao. Ndio maana nasema kwamba tutakuwa na safari ndefu sana kama Afrika kubadilisha maslahi ya taifa letu, maslahi ya uchumi ya barani Afrika, kwa sababu tuko na viongozi ambao wanafanya maslahi yao binafsi. Hawana utu wala hawana agenda ya kubadilisha barani Afrika. Nataka wakae chini kama Mwafrika waangalia kwamba wakati mzungu anatoa taarifa ya kwamba sasa ndege ya Tanzania Airline haifai kusafiri angatua ya AU. AU ni nchi ambayo inagoswa na viongozi ambao ni wa Afrika. Ndugu yangu, nasema ya kwamba sisi kama Afrika tunaongozwa na wajinga. Nataka niseme viale viongozi ambao wamechaguliwa barani Afrika na wajinga wote. Kwa sababu kama wanaweza kubali ujinga ya mzungu kwa tawala jinsi mzungu anataka, kisha wewe kama Mwafrika ni siku gani utajua haki yako kama Mwafrika? Na haya inafanyika kwa sababu ujinga ya baadhi ya Wakenya ambao walienda kule Dar es Salaam kufanya maslahi na matakwa ya wazungu. Watu kama Gathe ambaye mzaliwa asili yake ni Mwafrika kule Uganda. Wa pili ni Boniface Mwangi ambaye asili yake ni Mkenya halisi, kisha wanatumika na wazungu kwa matakwa na maslahi ya kuibia Mtanzania zile diamond. Ndugu zangu, lazima tubadilishe siasa zetu na uongozi wetu kama Afrika. Tusipofanya hayo, tutakuwa watumwa ndani ya barani Afrika kwa sababu matakwa ya viongozi ambao tunachagua wanabudu wazungu badala waabudu wa Afrika waliowapea vio. Ndugu yangu, ni uchungu wakati unaona ya kwamba mzungu anasema ya kwamba Tanzania anahujumu haki ya wananchi, na wale wananchi ambao wanalalamika ya kwamba sio wa Tanzania ila ni wa Kenya, ni wa Uganda, wakisema ya kwamba wao walidhulumika kule jijini Tanzania. Swali ambalo nafaa kujiuliza, kwa nini imefanyika
kwa hao watu wawili, kwa sababu ni puppet ya wazungu. Mimi nataka niambie viongozi wa AU, wakati wananchi wanauliwa barani Afrika, hautawahi sikia mzungu akizungumuza. Mzungu atakuwa amenyamaza. Wakati mwananchi mdogo anauliwa barani Afrika kama kule Sudan, kule DRC, AU wasungumuzi wananyamaza, lakini wanangoja wakati ambalo wanaona ya kwamba kuna mtu wanawanyima kuiba mali, sasa ndio wanawasema kwamba lazima tuwekee inji hiyo vikwazo. Sudan, mzungu wananyamaza kwa sababu wanataka kuiba zile mafuta, rasilimali ya Sudan. Vita ambayo iko Sudan ni vita ya mafuta. So hebu jiuliza, kwa nini hawataki kukomesha vita ya Sudan kama AU, muungano ya Afrika? Kwa nini hawazungumuzi? Kwa sababu kuna mzungu ambaye anatumia AU kwa maslahi na matakwa yake kama mzungu, kuiba rasilimali ya Sudan. Ndio maana unaona kwamba AU wamekimya, kwa sababu wao ni puppet ya wazungu. Tumeona mara mengi uchaguzi kiibwa barani Afrika. Tumeona viongozi wakikatalia, wakikwama kwenye madaraka, uwa muungano wa AU wasungumuzi. Tumeona wananchi wakiuliwa kama swara, kama ndege. Viongozi wa AU hawazungumuzi, hawasemi lolote. Lakini wakati wanaona ya kwamba zile puppet zao, wale puppet zao ambao wanakataliwa ndani ya nchi fulani, wanainuka kupinga hiyo nchi ama kupiga hiyo nchi. Mimi nataka niambie wazungu ya kwamba siku zenu zinasabika barani Afrika. Siku ya wazungu yasabika kwa sababu hawana agenda kamili ya kubadilisha barani Afrika, ila agenda ya msungu na viongozi waliochaguliwa barani Afrika, agenda yao kuu ni kuiba mali ya Mwafrika wenzao. Ndio maana nasema kwamba siku ya wazungu barani Afrika yasabika jinsi ilisabika kule Burkina Faso, namna pia kule Dar es Salaam Tanzania yasabika siku ya mzungu. Na nataka niambia kwamba Mwafrika jitadari sana na inchi kama France, jitadari sana na inchi kama Uingereza, jitadari sana na inchi kama Amerikani. Hizo ni baadhi ya inchi nia zao na agenda zao fiche ni kumpora Mwafrika ili wao wazidi kutajirika. Mfaransa anatafuta namna atakontrol Mwafrika, kwa sababu kule Burkina Faso amekataliwa, Mali amekataliwa, Niger amekataliwa. Sasa wanatafuta mbinu mbadala namna watakayo ingia jijini Tanzania kuibia mwana Tanzania. Ndugu zangu Mkenya, tuko na mafuta, tuko na gold kama Kenya, lakini wangapi ni maskini hapa Kenya? Wengi zaidi. Ni wangapi bado wanakufa njaa? Wengi zaidi, kwa sababu uongozi duni, uongozi mbaya ambao tunamiliki, uongozi ambao inaletwa na wazungu. Watu kama Rais William Ruto ambao wajali maslahi ya Mkenya, ila anajali maslahi ya wazungu na project ambayo hazipo, project ambayo ni za ewa za uongo. Ndio maana nasema kwamba kule Turkana tuko na mafuta ambayo yanajulikana kama Tullow Total. Haifaidi Mturkana, haifaidi Mkenya. Bado mafuta ya gari ni bei ghali, mafuta ya taa bado ni bei ghali. Lakini tuko na mahali ambapo tunasema kwamba tunachimba mafuta ndani ya taifa la Kenya, kule maeneo ya Turkana, kwa sababu Mwingereza ndiye alipewa tenda ya kuchimba hiyo mafuta. Mwingereza na Mfransa na Muamerikani ni kitu kimoja. Wao ndio wanafanya uhalifu barani Afrika. Ndio maana walishikana kufanya uhalifu barani Afrika. Wao ndio wameshikana kuibia Mwafrika. Wao ndio wenye vita kubwa kuleta kule vita kule Sudan, kule DRC, wanachangia pakubwa. Ndio maana unaona kwamba wale ambao wanapinga hao wakora wanawekewa vikwazo. Nataka nikuambia kwamba ni wewe mnyonge, wewe mdogo ndio utakayo saidia taifa lako kuondoka katika kwenye mikono ya minyororo. Ndio maana nasema kwamba muungano ya Afrika AU ni muungano ya wakora. Muungano ya AU ni muungano ya utapeli.
muungano wa AU ni muungano ya wauaji, kwa sababu wakati Waafrika wanauliwa na marais yao na viongozi wao hawazungumuzi, wananyamaza. Lakini wakati inji fulani wanakataa puppet ya wazungu, wanainuka na wanakubali kufanya matakwa ya wazungu. Ndio maana nasema kwamba Afrika lazima wakataa inchi na muungano wao kama hiyo jinga ya uizi ya kuua Waafrika wenzao kama AU. Nasema kwamba AU ni puppet ya wazungu, AU ni muungano ya kuua ya Waafrika wenzao, AU ni muungano ya kuiba mali ya Mwafrika kutumia mzungu kwa wachache ambao wanatajika chini ya uongozi ya AU. Lazima tukataa ujinga ya AU, jinsi Burkina Faso wamekataa ujinga, jinsi Mali wamekataa ujinga ya AU, jinsi Niger wamekataa ujinga na upumbavu ya AU. African Union ni muungano ya waizi. African Union ni muungano ya wauaji. African Union ni muungano ya kupora mali ya Mwafrika wenzao ya kupelekea wazungu. Ndio maana unaona kwamba Tanzania Airline imekataliwa kwa sababu waizi wa African Union wameshikana kumudanganya ama kublackmail Mwafrika wenzao. Tafakari ya babu wewe Mwafrika ya kwamba African Union AU ni wakora, ni wauaji. Wakati wa Afrika wanauliwa hawazungumuzi, lakini wakati mzungu anagandamizwa wana protect mzungu muizi mwenzao. Langu jina ni mjukuu mtetezi ya wanyonge.